Kuna watu watatu ambao ni muhimu sana katika dunia hii. Wa kwanza ni mzazi. Wa pili ni mtu wa Mungu. Wa tatu ni mwalimu. Huyu baba yetu ambaye amepumzika, nimesoma hadithi yake, nimesoma wasifu wake, na alikuwa hayo mambo matatu. Alikuwa mzazi, sio tu kwa wale watoto alizaa yeye mwenyewe, lakini kwa watu wengine wengi ambao wanamuita baba. Alikuwa mzazi wao, vilevile alikuwa mtu wa Mungu, vile nimesoma pale ya kazi alifanya katika mambo ya kudhibiti kanisa. Na jambo la tatu, alikuwa mwalimu, alifunza watu wengi mambo mengi ya maisha, ya Ukristo, ya biashara, ya ukulima. Kwa niaba ya familia yangu, mke wangu Joyce na watoto, tunasema pole sana. Mimi nimejua baadhi ya watoto wa mzee kwa njia ya kibinafsi, nikianza na ndugu yangu Davis, waziri wetu wa uchukuzi na mawasiliano, ambaye Davis tumetoka naye mbali sana. Tumefanya kazi nyingi sana pamoja, tukisaidia rais hata kabla hajakuwa rais. Tumekuwa na Davis katika kazi ngumu, na tumekuwa mpaka Chebangu, ile kanisa ya Chebangu, tumekuwa hapa na Davis, tumekuwa nyumbani. Nimejua Davis na mke wake Daktari Betty. Nimejua sikuwa nimejua huyu dada yetu huyu Angela daktari, lakini nilijua mume wake Professor Wilfred Lesan ambaye tulikuwa naye Senate pamoja. Nimejua Ruben ambaye amekuwa commissioner wa ile commission ambaye ni utumishi wa umma. So nimekuwa na bahati, nimejua baadhi ya watoto wa mzee na wamekuwa marafiki wangu wa dhati, marafiki wa karibu. Na nilikutana na mzee hata siku ile tuliapishwa kuwa mawaziri, mimi na Davis. Davis siku hiyo akiapishwa kama waziri wa kawi, na mimi nikiapishwa kama waziri wa usalama wa taifa. Tulikutana na mzee. That time he was 90 years old. And he was looking very strong. So nimeuliza Davis, ile picha ya mzee pale ilipigwa akiwa 40 ama 45? Akaniambia hapana, hiyo picha imepigwa mzee akiwa 90. Just 3 years ago. Waombelezaji wenzangu, mkiangalia hiyo picha inakaa kama ya mzee wa 90 years. Look at that blazer. Angalia hiyo Godfather. Ni vile tuko katika maombolezi kwa sababu tumepoteza mzazi. Ningesema ukiangalia huyo mzee ni fire. Sinoma sana. Daddy looks 40 by the grace of God. Alijiweka vizuri, aliweka nidhamu, hakuharibu maisha yake na mambo mengi ambayo yanatusumbua siku hizi. And this is a challenge for all of us who are looking older than our time, to learn from the good example of our dad. Kwa hivyo niseme tu pole mama Rachel ambaye ni mke wa mzee, rafiki yake, ni mpenzi wake na mama yetu. Nasema pole mami. Na wale wengine, our brothers and sisters, we are sorry. Grandchildren, great grandchildren, we are very sorry. Ule mtu katika hao vijana na wasichana wa mzee, ule nimekuwa
naye muda mrefu ni Davis. Nilikuwa nashangaa Davis hii ustaarabu yake ametoa wapi? I was wondering, sababu ni mtu organized, nidhamu nyingi, very smart all the time. Kwa nauliza hii ustaarabu mingi hii ametoa wapi? And you can see for yourself that the apple does not fall very far away from the tree. Kwa hivyo Davis, pole sana. I wish you well with your family. We are together, my brother. Sasa sisi wale wengine ambao uko na bahati kuwa na mzazi, take care of your parent. Take care of your parent the way Davis and the siblings took care of mzee. Many times Davis will tell us he has gone to have a conversation with Papa as late as 2 weeks ago. And even that Sunday, I'm told they were together. So it's very painful. Those of us whose parents are still around, please take care of them. And the elders we still have around, please, please, don't abandon us. Okay? Advise us, help us when you're still around. Don't fear us. It doesn't matter the offices we hold. It doesn't matter the universities we've attended, the degrees we have. There is a school called the School of Life. And the only teacher in that School of Life is a parent, is an older person who has seen things that you have not seen. So I wish you all the best. Mungu alaze roho ya baba yetu mahali pema peponi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ni machungu makubwa kupoteza mzee katika boma. Na ukiangalia wasifa wa mzee mwenda zake, kimombo eulogy. Mzee siku ya leo japo kwa majonzi, lakini ni vizuri kufurahia na kumpongeza Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mzee huyu kwa hiyo miaka yote. Siku hizi ni nadra sana binadamu kuishi ile miaka mzee Edwin alibarikiwa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo japo kuna majonzi, lakini katika majonzi haya tuchukue wakati kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mzee huyu kwa miaka hiyo yote alotupatia. Na hakumpatia tu umri mzee, bali alimpatia baraka za familia. Mzee katika wasifu wake tulosoma, alikuwa na watoto si mmoja si wawili, watoto wengi. Watoto hawa wakamzalia wajukuu. Wajukuu hawa wakamzalia vilembwe. Vilembwe hivi vikamzalia vilembwekeza. Kwa hivyo ni mzee ambaye alipata baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivi leo japo kwa machozi ni vizuri tumwangalie ama tumregee Mwenyezi Mungu kwa shukrani kubwa kumpatia mzee huyu. Tuko hapa kwa fariji, lakini faraji kubwa ambayo tunapatiwa inatoka kwa mzee mwenyewe, kujua kwamba mzee huyu japo ametuacha, lakini yuko katika mkono wa kiume wa Yesu Kristo. Kama tulivyoambiwa katika wasifu wake, mzee aliishi maisha yake akiwa mwokovu, akikiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo bila shaka tunajua wazi kwamba katika safari hii mzee huyu roho yake imewekwa pahala ambapo roho za wema zinahifadhiwa kule mbinguni. Na katika Biblia watu kama hawa tunaambiwa kwamba tusiwe na hofu. Maana ukisoma maandiko matakatifu hususan katika Isaya 57 mstari wa pili, tunakumbushwa kwamba wale ambao wanaenda kwa unyofu huwa na amani, hupata pumziko walalapo mautini. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Bila shaka mzee kwa sababu ya yale maisha ya wokovu alioishi atapata pumziko
kadri anavyolala mautini. Kwa hivyo kadri tunavyokuwa na majonzi, faraji kubwa ni hiyo ya kwamba mzee yuko katika mapumziko kwa sababu ya yale maisha ambayo amelala. Mzee huyu alikuwa shina kubwa kwa familia hii, na kama vile Waswahili husema ni kwamba mti mkubwa ukianguka wana wa ndege huyumba. Ndugu yangu Davis Chirchir na ndugu zako, mmewachwa yatima, lakini Mwenyezi Mungu atawapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. Tunaomba kwamba wingu hili la huzuni Mwenyezi Mungu alifanya jepesi na pia aliepushe kwa haraka, ili mpate nguvu na kuangalia kile kizazi ambacho mzee amemwachia katika mabega yenu. Mwisho kabisa ni kuendelea kuombea roho ya mzee wetu. Mwenyezi Mungu ahifadhi, ailaze pahala pema peponi. Wacha niombe tusimame sote kupokea mwili. Wacha niombe tusimame sote. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Yes, Jesus. This is our story. This is our song. A song of gratitude, a song of praise. So as we gather here, your words remind us to continue to be thankful in all circumstances. So we're going to lift up your holy name because you... Even in the difficult moments, we can lift up a sound to the Lord. Amen. Amen. Let's put our hands together. We can do what a friend we have in Jesus. As we remember Jesus who's always faithful, Jesus who Be sweet often for Thank you so much for leading us
Welcome all of us to church today. We want to go into the moment of scripture reading, and allow me to welcome. Yeah, Cherop, also you can follow so that we can do it in that order. And I hope we can all keep it in our hearts. The staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garment. Have a special song, and allow me at this moment to welcome the family members who will be giving us the special song. So please, family, you are welcome here on stage so that you can present to us the family song. Karibuni sana.